Sema nini hukumu ya watu wanaofanya liwati? Hukumu yake ni ipi Sheikh? Alhamdulillah, liwati ni dhambi kubwa sana na Allah amemlaani hao watu, ameangamiza mpaka amemshushia mawe kutoka mbinguni watu wa Lut, na Allah ameangamiza kabisa. Ni dhambi kubwa sana, na kama iko sharia ya Waislamu watu hawa wawili wanamchukua kumtupa katika jabali juu, alafu wanamrushia mawe mpaka awafe. Ni tendo dhambi kubwa sana, hata wanyama hawezi kufanya hivi. Leo watu wanadai wao, wazungu wanadai wao wana demokratia, haki binadamu, lakini wana uchafu huyu, wanaume wanaoana tena dhahir shahir. Wakati hii mbuzi dume mbili hawezi kupandana kabisa, wanyama kabisa. Maana Mungu Qur'an anasema ulaika wao wamepotea kabisa, kal an'ami bal hum adall, bal wanyama wallahi wanyama wengine afadhali kuliko wao. Hii kitu inakadhibisha Mungu, inatoka katika, iko kinyume ya maumbile. Mwanaume anaoa mwanaume, ndio kwa hivi sasa. Hii ni dhambi kubwa sana, na si hivi kama imekuwa ushoga, kama watu fashion, watu wanalazimisha, lazima umbe uhuru ushoga. Kama unatembea, watu wanatembea bendera wa Israeli, wanamuua ndugu zetu Palestina, na wakatili kabisa, na wameua watoto, wameua watu ndani ya hospitali katika Gaza. Kama watu wanatoka, yani bendera yao iko X, au nachukua bendera Palestina, sema huyu paguzi, haifai, ni marufuku. Sivyo hata sehemu nyingine katika mambo social media, ongea maneno hii wanakufungia, wana block YouTube. Lakini kama wewe unaongea mambo ya ushoga nini, hii hawakufungi. Subhanallah. Sasa wazungu sisi tangu zamani tunamjua, wanakuchezea kwa akili watu ambao hawana akili, hawana haki binadamu, wanataka kubatisha mambo yao. Wanaambia hivi, rais wa Venezuela yuko nchi yake, mtu anaenda kwa nguvu, anamchukua anampeleka kwake. Yuko wapi haki binadamu? Yuko wapi? Nchi sio nchi yako. Siku hizi ni kwa watu dunia si hivi, wanaangalia tu maslaha na madini na petroli tu. Nchi yote maskini ana madini na petroli, kama haja salimu amri wanamvamia, wanamtengenezea yote ile kumiiba mali yake na rasilimali yake. Sasa kama tunaishi kama pori, pori yote na nguvu ambayo anatawala, lakini kama wanataka wao haki binadamu haifai, kama wanataka kutumia wao maslaha yao wanatumia, lakini sio maslaha yao hawatumii. Subhanallah. Na leo watu wengi wanakufa duniani kwa ajili mazingira hii. Natakia wa Tanzania na Waislamu na mtu yote lazima awe makini. Sawa makini. Sisi Waislamu inatosha kufuata kitabu ya Allah yetu na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, inatosha. Sawa. Hataki mtu mwingine atuongoze sisi katika mambo yake ya ajabu. Sawa.